إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله جل وعلا توجب الخلود في دار النعيم، ومعصيته سبحانه توجب العذاب الأليم. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Katika mambo ya msingi ya kuyapatiliza katika zama mfano tulizokuwa nazo za kukithiri fitan, ni kuelekeza nasaha kwa wingi na kwa kukariri kwa waislamu wote kwa ujumla. An-nasiha li'ammati al-muslimin ni msingi mkubwa ambao aliukitisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haithu qala ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakamuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, qulna liman, nasaha kwa nani? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lia'immati almuslimin wa 'ammatihim, nasaha kwa Allah, kwa ajili ya Allah jalla wa ala na kitabu chake subhanahu wa ta'ala na mtume wake na watawala wa Kiislamu na 'ammatihim, na watu wote kwa ujumla. An-nasiha li'ammati almuslimin qala anhu ahlul ilm, nasaha wa 'ammati almuslimin wamesema kuhusiana na jambo hilo wanawachuoni, wa iradatul khairi lahum, ni kuwakusudia watu wote kwa ujumla khairi, wasa'yu fi naf'ihim, na kufanya sa'i, kuhangaika katika kuwanufaisha waislamu wote, wa bayan ma yuslihuhum, na kubainisha yale ambayo yanawatengeneza wao, fi umuri dinihim wa dunyahum, katika mambo ya dini yao na mambo ya dunia yao, ma'al hirsi ala salamatihim min ash-sharri wal fasad, pamoja na kukupia juu ya kupata amani kwao au kupata salama yao kutokana na shari na ufisadi. Sasa miongoni mwa jumla ya yale ambayo inapasa tuelekeze nasaha sana kwa amatil muslimin, kwa waislamu wote kwa ujumla, ni amru muhafadhati al-amn fi hayati al-muslimin, jambo la kuihifadhi amani katika uhai au katika maisha ya waislamu. Waislamu waelezwe jambo hili la kuhifadhi amani na salama ya mujtamaatihim, na salama ya jamii zao, kwa sababu al-amn min a'zami an-ni'am allati la yudriku qadraha illa man faqadaha. Amani ni katika mambo ambayo ni neema kubwa ya neema zote,
yani katika neema kubwa alizotupa Allah jalla wa ala, miongoni mwa neema kubwa alizotupa Allah jalla wa ala ni neema ya amani, neema ambayo la yudriku qadraha illa man faqadaha, hawezi kudiriki nafasi yake, hawezi kudiriki nafasi ya amani isipokuwa yule ambaye ameikosa amani, hana amani katika mji wake. Huyu ndiye atakuwa anajua zaidi amani ni jambo gani. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, basi na waabudu rabb hadha albayt, mola wa hii nyumba, alladhi at'amahum min ju'in, ambaye amewalisha wao katika njaa, wa amanahum min khawf, na akawapa amani wao katika hofu. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، أنا سمع الإمام السعدي رحمه الله قال كثير من المفسرين، ومسمى wengi katika wafasiri wa Qur'an، إن الجار والمجرور، جار na majrur hapa ile liilafi Quraish، liilafi Quraish، الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، inafungamana na sura ile iliyotangulia، أي سورة الفيل. أنا كسرية سورة الفيل، أنا سمع أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل، maana yake ni kwamba tumefanya tuliyofanya kwa wale watu wa tembo, liajli quraish wa amnihim, kwa ajili ya makuraish na amani yao, wastiqamati masalihihim, na kutengemaa maslahi yao, wa intidhami rihlatihim, na kupangika vizuri safari zao, fi shita lilyaman, katika kipindi cha shita kwenda kwao Yaman, wasaif lisham, na kipindi cha saif kwenda kwao Sham, liajli tijarati wal makasib, kwa ajili ya biashara na kuchuma machumo mbalimbali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza wale watu waliokuja kwa ajili ya kuidhuru al-Kaaba, kwa ajili ya kuendelea kuwapa amani Makuraish. Amani ndiyo sababu ya kuendelea kupata maendeleo ya aina mbalimbali katika jamii. Kwa hiyo wakapewa amani, wakaangamiza wale watu wa tembo kwa ajili hiyo, liajli at-tijara wal makasib, kwa ajili ya biashara na machumo mbalimbali. Ndiyo maana takthuru al-adilla fi al-Qur'an was-sunnah fi amri al-amn, tunakithiri dalili katika Qur'an, katika sunna, katika kuhifadhi amani. Mara ngapi Allah jalla wa ala ametahadharisha na jambo la kufanya ufisadi katika ardhi baada ya kutengemaa kwake ardhi. Qala subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, msifanye ufisadi katika ardhi baada ya kutengemaa kwake. Qala al-allama ibn kathir rahimahullahu ta'ala, yanha ta'ala 'an al-ifsad fil ard wa ma adarrahu ba'da al-islah. Yanha ta'ala, anakataza Allah aliyakuwa ametukuka, 'an al-ifsad, juu ya jambo la kufanya ufisadi katika ardhi, fil ard wa ma adarrahu ba'da al-islah, ubaya ulioje wa kuleta ufisadi katika ardhi baada ya kutengemaa kwake. Fa innahu idha kanat al-umuru mashiyatan ala as-sadad, hakika mambo yalivyo, ikiwa mambo yanakwenda kwa usawa sawa wake, wenye biashara zao wanafanya biashara zao, wenye dini zao wanafanya dini zao, wanafanya durusi zao, wanafanya da'wa. Idha kanat al-umuru mashiyatan ala as-sadad, ikiwa mambo yanakwenda kwa usawa sawa wake, thumma waqa'a al-ifsad baada dhalik, kisha kukatokea uharibifu baada ya hapo, kana adharra ma yakunu ala al-ibad, jambo hilo linakuwa lenye kudhuru zaidi kwa waja. Fanaha Allahu ta'ala an dhalik, akakataza Allah aliyekuwa ametukuka juu ya jambo hilo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yule ambaye atapambaukiwa na asubuhi miongoni mwenu hali ya kuwa ni mwenye amani katika nafsi yake, muafa fi jasadi, ni mwenye afya katika mwili wake, indahu qutu yawmin, ana chakula cha siku yake, fakaannama hizat lahu ad-dunya, huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote.
Taamal kalam an-nabi sallallahu alayhi wasallam, zingatia maneno ya mtume alayhi salatu wassalam. Madha badaa bih, jambo gani ameanza nalo? Qala man asbaha minkum aminan fi sirrihi, atakayepambaukiwa miongoni mwenu hali ya kuwa ana amani katika nafsi yake. Ma a'zama amra al-amn, ukubwa ulioje wa jambo la amani. Maana kaanza nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima kuwahimiza waislamu wasiwe ni sababu ya kuharibu amani katika jamii, na yako mambo mengi ambayo yanaweza kupelekea huko, ambayo tutaona baadhi yake insha Allah tabaraka wa taala. Lakini alhasil ni kwamba inatakikana mtu asiwe yeye ndiyo sababu ya kuvuruga amani. Asidhanie kwamba pakiondoka amani basi itarudi baada ya siku moja, siku mbili, siku tatu. La yadhunanna al-insan dhalik. Ikiwa hajui basi aulize wale ambao ni wahanga wa jambo hilo. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نdugu وإسلام, katika mambo ambayo haraka sana kupelekea kuharibu amani ya miji, na ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekuwa akihusia mno waislamu wasiyafanye, ni alkhuruj ala ulati al-umur, kufanya khuruj, kufanya uwasi wa wenye kutawalia mambo, wa ihdath alfawdha, na kuzua magomvi. Hadha al-amr qad naha anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, jambo hili mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza, bali amepea katika kulikataza jambo hili aliposema, kama alipotaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na kadhia ya watawala, faqala tasma' wa tuti'u, utasikiliza, utamsikiliza na utamtii, utatii lilamir, kumtii amiri, wa in daraba dhahrak, hata kama atapiga mgongo wako, chapa mijeledi kweli, uoni mmefanyaje, uoni. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, piga mgongo wako na akachukua mali yako, fasma' wa ati', sikiliza na utii. Anatulingania mtume sallallahu alaihi wasallam juu jambo kufanya subira ala alhakim, kufanya subira juu ya mtawala, wa adam alkhuruj alayhi, na kutofanya uwasi dhidi yake, lima fi alkhuruj bin fasad wa fitan, kwa yale yanayopatikana katika khuruj miongoni mwa fasad na fitna, wa safki dima, na kumwaga damu, wa dhaya'i al-amn, kadhalika na kupotea kwa amani, wa din, kadhalika na dini. Kwa hadithi hii sio kama inahimiza watawala wafanye dhulma, la, inatoa maelekezo kwa waislamu kufanya subira juu ya jawr al-hukam, dhulma ya hukam, wa adam al-khuruj alayhim, na kutofanya khuruj dhidi yao. Waislamu wanatakiwa kufahamu ya kwamba dini yao ina maelekezo yote wanayohitajia lisalahihim, kwa ajili ya kutengemaa kwao. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, ameyajua maelekezo hayo yule aliyejua, na ameshindwa kuyafahamu mwenyewe yule ambaye asitaka kujua. Lakini Uislamu una maelekezo yote, kiasi kwamba atakapoingiza Muislamu nafsi yake katika maangamivu, katika kuharibu mujtamaa, kuharibu amani kwa hamasa zake, basi ni kwa jahal aliyokuwa nayo, kwa ujinga aliyokuwa nao. Ni jambo halitakikani, ni jambo halistahiki kwa Muislamu kuingia katika mambo ya kuharibu amani kwa hamasa alizokuwa nazo, wakati Uislamu una maelekezo yote umempatia. Walan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha, halitotengeneza
watu wa mwisho watakaokuja katika umma huu isipokuwa kwa lile ambalo wametengemaa kwalo wale waliotangulia. Anasema Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam, sisi ni watu ambao ametupa utukufu Allah kwa sababu ya Uislamu. Fa in ibtaghaina al'izzata fi ghairi adhallana Allah, tukijaribu kutafuta utukufu kwa sio kuwa njia ya Uislamu, tukitafuta njia zozote kwamba ndio njia za mkato na sisi Waislamu tupate izza, itakuwa ni sababu ya kupata udhalili, na tutaingia katika udhalili kwa kutaka wenyewe, kwa kukosea njia sahihi aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min al-ajaib wal-ajaib jamma qurbu ad-dawa'i wa ma ilayhi usulu kal'isi fi al-bayda'i yaqtuluha ad-dhama wal-ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Katika mambo ya ajabu kabisa na maajabu ni mengi, qurbu ad-dawa'i wa ma ilayhi usulu, kukurubia dawa alafu hakuna namna ya kuifikia. Kal'isi fil bayda, ni kama ngamia katika mawanja, katika majangwa. Yaktuluha adh-dhama, kinamuua yeye kiu. Walma'u fawqa dhuhuriha mahmulu, na maji yako juu ya migongo yao. Mahmulu, ni yenye kubebwa. Sasa sisi Waislamu tunao utaratibu wetu. Sisi tusio Waislamu ni wenye kufuata nyenendo za wasiokuwa Waislamu, alladhina ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, wanajua dhahiri tu ya maisha ya dunia. La yuriduna illa hadhihi ad-dunya, hawataki isipokuwa hii dunia. Ukahamasika nao, ukasikiliza maelezo yao, ukaathirika nao, na wewe ukani miongoni mwa waliochangia katika hilo. La, istaqim, nyoka katika utaratibu wa dini ya Allah, jiweke mbali na fitani mbalimbali, ili usiwe ni sababu ya kuharibu amani, jambo ambalo ni neema kubwa kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Awamul muslimin bihajatin ila hadhihi an-nasiha, awamul muslimin wako haja kubwa ya nasaha hizi, kwa sababu wao ni wahanga wakubwa. Wako baadhi ya watu kupitia ujinga waliokuwa nao Waislamu wengi wanajaribu kuwashawishi na kuwaingiza katika fitna mbalimbali. Sasa lazima kukariri hili na kulikariri na kulikariri, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم.